Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Pendwa taifa la Mungu, tunamshukuru Mungu wakati wote, ni kwa namna pekee kwa neema na baraka ambazo zinaendelea kufanyika katika kituo chetu hiki cha mafungo. Naona ni fursa nzuri, ni wakati mwema wa kuzipata neema na baraka hizo ambazo Mungu mwenyewe anazifungua kwetu, na sisi ni lazima tumwambie Mungu asante kwa haya ambayo anatukirimia bila mastahili yetu. Leo tunaendelea kusali kwa ajili ya kuomba moyo safi wa Maria, atujalie nguvu. Yeye mwenyewe atuombee Mama Maria, atusimamie katika mambo yetu, na atuombee kwa mwanaye tuweze kushinda changamoto mbalimbali za maisha tunazozipitia, na zipo nyingi katika ngazi ya familia zetu. Ndio maana katika mafundisho ya leo tutaangalia pia juu ya familia, malezi na misingi imara ya familia zetu. Tutambua wazi kuwa kila mmoja wetu ana nia, malengo, wazo, sala ya kumpelekea Mwenyezi Mungu katika misa hii takatifu. Waalikeni basi ili sala na malengo hayo yapate kibali kwake. Tuanze ibada hii kwa kukiri dhambi zetu.
nyama zao kwa ile miti ya nira. Akawaandalia watu wakala. Kisha akasimama akamfuata Eliya, akawa mhudumu wake. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: E Bwana, wewe ndiwe fungu langu.
Wakati yule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia ya kwamba wazee wa zamani waliambiwa, usiape kwa uongo, bali umtimizie Bwana viapo vyako. Mimi lakini nawaambieni, usiape kamwe, wala kwa mbingu, kwa maana ni kiti cha enzi cha Mungu, wala usiape kwa nchi, kwa maana ni mahali pa miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ni mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, kwa maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Usemi wenu uwe ndiyo ndiyo, sio sio. Yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana. Tumesikiliza habari nzuri ya kupendeza na kufurahisha juu ya mahusiano mazuri yaliyopo kati ya manabii hawa wawili marafiki, nabii Elisha na nabii Eliya. Eliya wakati wake umekoma kuwepo duniani, na kwa sababu hiyo Eliya anajua wazi kuwa lazima anaondoka, na anaondoka naenda kwa Baba, lakini anajaribu kuiangalia kesho yake, kesho ya wale ambao alikabidhiwa inakuwaje, wataendaje, wataendeleaje kusaidiwa. Anamtafuta mtu msaidizi, na msaidizi huyo ni Elisha. Elisha ambaye hajui jambo lolote, anaendelea na shughuli zake za kawaida na za utume wake, lakini katika hilo pia anakubali ujumbe anaopewa kwa kupitia kwa Eliya. Anakubali kupokea na anakubali kusafiri katika ujumbe huu. Tukio linalounganisha hapo ni habari ya kutupiwa shuka na mwingine kung'ang'ania ile shuka. Najua wazi kuwa Eliya alichukuliwa kama upepo wa kisulisuli, nasema hivi. Kwa hiyo Elisha kati anachunga, Eliya ameongea pale, akamwambia bwana, hebu nifuate. Yeye anashangaa, akamwambia bwana, mimi naondoka. Sasa basi nisubiri kwanza niwaage ndugu zangu. Kasema yuko nende, lakini urudi. Hapa lazima urudi. Na anachukua shuka, baadaye anachukua shuka, akati anapeperuka hivi, Elisha anang'ang'ania shuka. Anang'ang'ania shuka. Shuka wote tunafahamu mashuka, si ndio jamani? Ndio. Lakini shuka inapotumika hapa katika neno hili ni habari ya mamlaka, habari ya uwezo, habari ya nguvu, habari ya milki ambayo mtu anapewa kwa ajili ya watu wa Mungu. Ni dhamana hiyo ambayo tayari dhamana hiyo Eliya baada ya kumaliza utume wake, umisionari wake duniani, anaondoka na anajua kabisa kuwa lazima nikabidhi mamlaka haya, utume huu, nguvu hii kwa mwenzangu mwingine ambaye ananifuata, ambaye ndiye Elisha. Elisha anatufundisha mambo kadhaa. La kwanza, kupokea utume wa Mungu. Lazima sisi tukubali kuupokea. Kila tunapofundishwa neno la Mungu, tupokee neno na tuliishi katika maisha yetu. Elisha alikubali kupokea, lakini akijua wazi kuwa Elisha anapaswa na inabidi kuwa
kazi hii itamchukua wakati mwingine usiku na mchana, na akachelewa nyumbani, ili asihojiwe na kuulizwa, anaenda kwanza, anaomba ruhusa ya kwenda kuoana, na anapewa ruhusa hiyo, na yule anayemruhusu, yaani Elia, anamwambia, lakini kumbuka uende, lakini urudi. Elisha anatii, anakwenda na anarudi, na anapewa yale mamlaka ya kuendelea kufanya kazi. Na mamlaka hayo kama nilivyosema, yanaonyeshwa katika picha hiyo ya shuka. Mwingine anakwenda, mwingine anang'ang'ania. Sisi tuna bahati, watu wa Dodoma, kupata hiyo. Tunawakilisha hawa shirika la Wavincenti waliokuja na huduma hii ya mafungo, huduma ya neno la Mungu, huduma ya kutupatia masakramenti mbalimbali na mafundisho ya msingi ya kikanisa, ambayo sisi lazima tuwe kama Elisha. Kwanza, kupokea mafundisho; pili, kuyaishi mafundisho; tatu, kuyafundisha haya mafundisho kwa wengine. Tukienda kinyume na hivyo, uwepo wa kituo hiki, thamani ya kituo hiki itakuwa haina maana kama hatuwezi kuyatimiza haya kwa njia ya neno la Mungu, kwa njia ya mafundisho tunayopewa, kwa njia ya masakramenti tunayopokea. Hilo ndio shuka. Sasa kila mmoja lazima ang'ang'anie mamlaka haya, ng'ang'ania nguvu hii, ng'ang'ania milki hii, ili uweze kupata nguvu, uwezo na uweze kweli kuwapatia ulimwengu. Na wewe ukishang'ang'ania hivyo, ukishakuwa na hilo shuka, hakikisha kuwa na wewe utapaswa kumrushia mwingine hilo shuka. Sasa mwingine ni yupi? Ni mwenzako katika familia, ni mtoto wako, ni jirani yako, mwanajumuiya mwenzako, mwanakanisa mwenzako, mwanajamii kwa ujumla. Mpatie shuka, mpatie mafundisho, mpatie nguvu, mpatie uwezo, mpatie milki, mpatie mamlaka ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu bila hofu wala mashaka. Katika nyakati zetu, na hasa sisi, tunaogopa kumshuhudia Kristo katika maisha yetu. Tunaogopa kusema ukweli katika maisha yetu. Tunaogopa kuishi ukweli katika maisha yetu, na hivi inaturudisha nyuma. Tunashindwa kumshuhudia Kristo hata katika ngazi ya familia. Ndio maana utaona kuna jambo ambalo aliendi vizuri katika familia na mtu hasemi kitu, anakaa kimya, sema wacha tu, mimi nikisema nitaonekana nina mdomo. Usemi na mambo yanaharibika kwanza katika ngazi ya familia. Tuna mabinti zetu, tunaona vijana wetu, tunaona mienendo yao inaanza kubadilika, lakini tunakaa katika familia hatusemi, tunakaa kimya. Ukimya ni sera kubwa ya kuharibu maadili katika familia zetu na katika jamii zetu. Lazima tunyanyue silaha nyingine iliyo kubwa zaidi, yenye mamlaka zaidi, yenye nguvu zaidi, itakayoweza kuziba huu ukimya, na tuweze kupanua midomo yetu kutangaza na kusema haki ya Mungu, na kusema neno la Mungu, na kuiishi neno la Mungu katika maisha yetu. Hivi ndivyo anavyotufundisha hawa Elisha na Elia, na tuwaige kweli. Kila mmoja katika maisha yetu ni Elisha wa mwingine, na kila mmoja katika maisha yetu ni Elia wa mwingine. Kama ndivyo, tupokeane kama walivyopokeana Elisha na Elia. Walipokeana vizuri, kwa amani, kwa upendo, hata wakaagana vizuri. Sisi pia tunatamani katika maisha yetu tuwe na maagano yaliyo mema, mazuri na ya kupendeza, kwa sababu ni hilo tu tumeitwa kwa ajili ya Mungu, na lazima yeye aliyetuumba tumrudie yeye. Basi tuone wazi kuwa katika familia yetu tunaacha urithi, tunaacha shuka. Sasa hili shuka ni la namna gani katika
katika familia. Ni urithi wa imani. Katika maisha yetu tunahangaika na mambo mengi sana ya kutafuta utajiri, heshima, mamlaka na kadhalika. Sawa, hayo si ya pingi, lakini urithi ulio mkubwa zaidi katika kanisa, katika imani, katika maisha yako wewe kama Mkristo Mkatoliki ni imani. Na imani hili ndilo shuka ambalo utatakiwa wewe umkabidhi mwingine aliyepo katika familia yako. Swala la kujiuliza, familia yangu wote wana mashuka? Mbona kuna baridi na wapuliza? Kwa nini wanapata kikohozi cha baridi? Ni kwa sababu hawana shuka la kujifunika, yaani neno la Mungu, yaani imani. Kwani kosa? Sasa wewe kama unayo, kwa nini ung'ang'anie tu baki nalo wewe? Unataka uondoke nalo, uende nalo wapi? Kule unapokwenda halina nafasi. Lazima urudi hapa. Shuka lako likabidhi kwa mwingine. Huko unapokwenda hayahitajiki mashuka, kama vile alivyo Elia. Aliona wazi kuwa kule halihitajiki, na wakati anakwenda anaona kuwa Elisha ni kama haelewi, akampatia, akalining'iniza hivi. Hasa alipoona kwenda kimbia vile, akasema wewe kama unaenda uende, lakini niachie shuka. Na ndio usalama wake, ndio nguvu yake, ndio uongozi wake ukalala pale. Na tunajua Elisha pia alifanya kazi nzuri na kubwa kama nabii ya kuongoza wana wa Israeli. Leo pia nimewaambia wazi kuwa tafakari kidogo juu ya habari ya familia. Tunajua wazi kuwa familia ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kiimani. Familia kama tunavyofahamu katika tafsiri yake iliyo rahisi na nyepesi, ni muunganiko wa baba, mama na watoto. Hii ndio inaitwa familia. Lakini pia ukikosekana kimoja kati ya hivyo, yaani wakikosekana watoto, bado hiyo itaitwa familia, kwa sababu ufafanuzi wa watoto unaelezwa wazi kuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu, na zawadi hailazimishi. Mungu akipenda kukupa zawadi anakupa, na kama anaona kuwa hiyo zawadi akikupa itakusumbua, itakuhangaisha, itakutesa, akupe. Kwa wale ambao tuyapata zawadi ya hawa watoto, tusisikitike na kulia. Tuendelee kusali na kuomba, lakini tusisikitike na kulia. Tuyapokee, ni mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo, kikundi hiki ambacho kina baba, mama na mtoto au watoto, kwa jina moja tunaweza tukaita taasisi. Hii ni taasisi ambayo ndio taasisi ambayo inaitwa familia. Na familia zetu zinapaswa kuiga mfano wa ile familia takatifu ya Yosefu, Maria na Yosefu. Yesu, Maria na Yosefu. Katika familia ya Kikatoliki ina malengo kama vile ilivyo taasisi yoyote, ina malengo yake, na yapo malengo kadhaa ambayo sisi tunaitwa na tunaalikwa kuyaishi katika familia zetu. Ni jukumu letu kuangalia na kupima, je, malengo haya pia yako katika familia yangu? Na kama yako, nayatekeleza kweli malengo haya? Na yenyewe ni kama ifuatavyo. Familia moja, lengo lake kubwa na la kwanza ni shule ya imani na maadili. Kila inaitwa familia ni shule ya imani na maadili. Tunategemea kuwa mtoto afundishwe imani kuanzia katika ngazi ya familia. Fundishwe kwa jina la Baba, afundishwe sala ya kabla ya kula, baada ya kula, sala za asubuhi, sala za jioni na kadhalika, zile za kimsingi kabisa za kufahamu.
Zamani jambo hili lilifanyika na lilihimizwa kweli katika jamii yetu na katika familia zetu. Siku hizi hali imekuwa na utata kidogo. Kwa hiyo familia ina jukumu kubwa la kwanza la kuwafundisha watoto wao sala, masakramenti na mafundisho ya Kikatoliki ili wakuwe katika kumpenda Mungu na jirani. Lengo la haya yote, ampende Mungu na jirani, na kuonyesha mfano mwema wa upendo, uaminifu na maadili mema, huku kila mmoja akiwajibika kumlinda mwenzake dhidi ya majaribu mbalimbali ya ulimwengu. Natambua kuwa familia iliyokaa salama inawalinda wanafamilia wote, yaani baba, mama na mtoto, kwa sababu ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu uliotapakaa, uliojaa wingi wa mahangaiko na majaribu mbalimbali, ambapo mwenzetu mmoja akipata majaribu katika malimwengu, akirudi katika familia tumtibu. Akipata majeraha huko ulimwenguni, anapoingia ndani ya familia atibiwe, awe na amani, awe na furaha, asahau yale yaliyomfanya ajikwae kule nje ya familia. Huu ndio wajibu msingi, na kufundisha maadili yaliyo mema ni jukumu letu. Tatizo kubwa tunaloliona katika nyakati zetu ni kuona kuwa wazazi wameacha wajibu wao wa msingi na wamewakabidhi watu ambao sio wajibu wao wa msingi wa kulinda, kutetea imani na maadili ya familia. Na ndio maana tunaona wazi kuwa hasa katika maeneo ambayo ya mijini ambayo yamestaarabika, tunasema hivi kustaarabika katika maana hiyo, yaani wana maendeleo, ndio wamefanikiwa, wameacha jukumu la kulea. Au watoto kama hawakupelekwa katika vituo mbalimbali au shule za awali ambapo watakaa huko siku nzima na watachukuliwa jioni, basi watoto hawa watatafutiwa mfanyakazi ndani ya nyumba. Huyu mfanyakazi ndio atakayejua yote, kula yao, vaa yao, ongea yao, lala yao, amka yao na kila kitu, na wazazi wamestarehe pembeni wanaangalia. Ni kama vile wazazi ambao walipaswa kuwa wao ndio wachezaji wakubwa wa mpira ndani ya kiwanja, na hawa wengine wao washabiki wa kukaa nje na kushangilia kama wamefunga au hawajafunga. Lakini mambo yamebadilika kwa nyakati zetu. Wazazi ndio wamekaa jukwaani wanaangalia, wamewaweka wadada wa kazi ndio wapo uwanjani wanacheza na watoto mpira. Wao ndio wanashangilia, umefunga, umeshindwa, uko hivi. Ndio maisha ya sasa. Katika jambo hili tusitegemee kuvuna jambo lenyewe tena. Lazima imani itatetereka, lazima maadili yatapotoshwa, kwa sababu huyu ambaye umemkabidhi inategemea kwa yeye amelelewa vipi huko alikotoka. Na mtu hawezi kutoa kitu ambacho hana, lazima atoe kile kitu ambacho yeye anacho. Kama alikuwa na mahangaiko katika malezi, hakikisha kuwa anaambukiza mahangaiko hayo kwa watoto wako. Kama alifanikiwa huko, basi utakuwa umebahatika, utakuwa umefanikiwa. Vinginevyo hata wewe ukija utakuwa unapiga kelele na kukemea, lakini hakuna msaada wowote, ulikosea. Napaswa wazazi kusimama na kucheza huu mpira ninyi wenyewe pamoja na wenzi wenu, mkisaidiwa na hawa watenda kazi. Lakini pia hata kule ambapo tunawapeleka kule shuleni, labda kwenye shule na nini, sisemi mimi ni kitu kibaya, ni kizuri, lakini fuatilieni malezi wanayoyapata. Mwalimu mmoja anakabidhiwa watoto 20-30, hawezi kukulelea mtoto wako katika hali ambayo wewe unaitaka. Itakuwa tu katika hali ya ujumla, lakini wewe una nafasi yako. Akirudi nyumbani, basi kaa naye, ongea naye, furahi naye, muulize changamoto alizozipitia alipokuwa shuleni na umsaidie kutatua changamoto hizo. Na ndio maana watoto nyakati zote wanatukimbilia wazazi, wanakuja wapate huduma, msaada kwa wazazi wao.
lakini wakija tunawafukuza. Utamuuliza mwalimu, naenda kwa dada yule akwambie na kadhalika. Una muda, kwa sababu muda wote upo kwenye simu. Hapa hatuwezi kulea, hatuwezi kusaidia, na familia zetu zitaingia katika mahangaiko kila siku inayoendelea. Lakini jukumu lingine la pili ni ulinzi wa kuendeleza uhai. Familia yoyote inabidi iwe na ulinzi na iamue wazi kuendeleza uhai. Nimesema wazi kuwa watoto katika familia ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini ni lengo pia la msingi na maisha ya ndoa katika familia kuwa mpate watoto. Ndio maana katika viapo vile vimeulizwa, mko tayari kupokea watoto mtakaojaliwa na Mungu na kuwalea kama kanisa linavyofundisha? Mnakubali? Ndio. Lakini baada ya hapo unazaa watoto na mkubali kuwalea kama kanisa linavyofundisha. Kanisa linataka watoto wasafi, kanisa linataka watoto wapate maadili mema, kanisa linataka watoto walelewe hata kimwili katika mafundisho, kupewa elimu nzuri, kupewa lishe bora, lakini wakati mwingine tunafanya kama tunavyopenda sisi. Lakini zaidi sana ambalo pia nyakati zetu linagonga sana ni habari ya utamaduni wa kifo, yaani utamaduni wa kuhalalisha mambo ya hovyo katika jamii zetu, utamaduni wa kutoa mimba ambao wakati mwingine unapigiwa debe hata katika ngazi ya familia zetu. Tunahusishwa katika swala la mabinti zetu kutoa mimba na tunashiriki katika tendo hilo, wala hatukemei. Tunaona kuwa ni jambo la kawaida kwa nyakati zetu. Si sawa. Mungu hataki tufanye hivi. Mungu mwenyewe ndio mwenye dhamana kufanya jambo hili. Kwa hiyo familia, kama ni familia, baba na mama, hata na watoto, jukumu lenu ni kulinda na kutetea uhai kwa gharama yeyote ile, ili muweze kuiponya familia. Kwa huu wajibu huu umeanza kuteteleka katika nyakati zetu, na hasa katika makanisa yetu. Tunaruhusu, tunaacha, hapana, kusa au kutumia vidhibiti. Si jambo zuri ambalo linamuudhi na kumkasirisha Mungu. Uone nafasi ya kurudi nyuma, kutubu na kumwomba Mungu msamaha, ili tuweze kuendelea vyema katika kutetea uhai wa mwanadamu. Lakini la pili lingine ni kudumisha upendo na uaminifu, yaani udumifu. Wanandoa kama familia wanapaswa kuishi kwa uaminifu kama Kristo alivyolipenda kanisa, wakisaidiana katika safari ya maisha yao ya kila siku. Kristo alilipenda sana kanisa, ndivyo ambavyo wanandoa mnapaswa kupendana na kusafiri pamoja ili muweze kufanikiwa katika malengo yenu. Sasa mkisafiri pamoja, mkielewana na kupendana, mahangaiko mengine hayatakuwepo. Mahangaiko yanakuwepo kwa sababu tunafika hatua kila mmoja anasafiri kwa namna anayopenda. Kwa uaminifu kama Kristo anavyofanya, pia tunaalikwa kushiriki katika jamii na kanisa. Familia yoyote ile haiwezi kujitenga na jamii. Kuna mambo ya kijamii ambayo tutapaswa kushiriki na kuna mambo ya kikanisa ambayo tunapaswa kushiriki. Familia yoyote, kwa familia inapaswa kuwa na mchango chanya chini na ndani ya jamii kupitia matendo ya huruma na kuwasaidia wahitaji. Ndio maana hapa tunahimiza na kusisitiza pia katika wana familia wajiunge na vyama vya kitume, kwa sababu huko watafundishwa zaidi ya yale masakramento yaliyofundishwa, watafundishwa tunu zingine za msingi za maisha ya Kikristo, kuishi katika familia vizuri na kwa amani, namna ya kufanya matendo ya huruma, namna ya kupata rehema kamili, namna ya kujihusisha na vikundi mbalimbali vya sala, namna ya kupata baraka za namna mbalimbali. Hizi tutazipata kwa kujiunga na vyama vya kitume. Sasa kama vyama vya kitume hutaki kujiunga, basi utaishia kwenye ile sakramenti na mafundisho yako ya kila Jumapili, kwa sababu wengine hata kwenye jumuiya hawataki kwenda. Kwa hiyo tuone umuhimu na uhitaji
lakini pia ni kushiriki. Familia yoyote inaalikwa kushiriki katika kazi mbalimbali kwa ajili ya mahitaji ya kiroho na ya kimwili. Kila mmoja wetu katika familia anawajibika kufanya kazi ili kupata mahitaji ya msingi kama vile chakula, malazi, matibabu na elimu bora. Paulo alishatwambia katika jambo hili, tuambia asiyefanya kazi na asile, akiona umuhimu wa kila mmoja wetu kujizamisha katika swala la utendaji wa kazi. Sasa kwa nini tusifanye kazi? Na ni wote, taasisi yetu kama familia inahitaji kueleweka na kutambulika katika swala la ufanyaji wa kazi, ili kila mmoja wetu ale kile alichokifanyia kazi, kila mmoja wetu avae katika kile alichokifanyia kazi, kila mmoja wetu atibiwe katika kile alichokifanyia kazi, na kila mmoja wetu apate elimu katika kile alichokifanyia kazi. Tukomeshe kitu kinachoitwa uvivu katika familia zetu, au kujiingiza tu katika mambo ya watu rahisi, na tukaacha jukumu letu la msingi la kufanya kazi. Fanya kazi. Ufuatiliaji pia wa karibu wa mambo mbalimbali, kufuatilia mienendo ya watoto, hasa hapa kwa baba na mama. Lazima mfuatilie mienendo ya watoto, hasa kwa wapo shuleni au mbali na nyumbani, ili kuhakikisha kuwa hawapotezi mwelekeo. Mtoto akitoka shuleni akirudi nyumbani, muulize amesoma nini, amefanya nini, kagua madaftari. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Na yeye akiona unafanya hivyo atajitahidi zaidi, kwa sababu atajua kuwa anafuatiliwa, na kwa kufuatiliwa kwake basi atatakiwa na yeye kujitahidi zaidi. Lakini tukiwaacha tu basi wenyewe wanafanya, kwa sababu hawaoni kama ni kitu cha muhimu kwa darasa. Kwa tujitahidi kufanya katika maisha yetu kama familia. Unapoingia katika nyumba yoyote ya Mkatoliki kama wewe, tunategemea tukute alama zinazotambulisha Ukatoliki, na alama hizo kwa kweli unaweza kukuta msalaba uliobarikiwa, kukuta Biblia takatifu, kuto walau hata na kidogo Mama Maria yuko pale. Hapo tunajua tumeingia kwenye nyumba ya Mkatoliki mwenzetu na tuna amani. Lakini kama tuweki hivi vitu, tutakuwa tunaweka vitu vingine zaidi. Na tunaweka vitu gani? Hivyo ndio ambavyo tunahitaji. Walau vitu kwa ufupi ni hivi. Na inapendeza zaidi kuona kuwa kuna altare fulani katika familia, ambapo basi wakati ule wa kusali mnaenda pale. Mmeweka msalaba ule kama meza yenu ndogo, mmeitandika kitambaa kizuri, mmeweka msalaba, Mama Maria iko pale, mna Biblia takatifu iko pale. Mnasali, mnachukua Biblia takatifu, mnasoma neno la Mungu kwa heshima kubwa, baadaye mnaiweka pale juu ya meza, mnatafakari na baadaye mnaliaga kwa kutumia maji. Vitu vya msingi sana na vizuri katika familia, vinatusaidia kukua, na watoto wetu ambao ni wadogo wanaiga vitu hivyo ili viweze kuwasaidia katika maisha. Lakini unaingia nyumba ya Mkatoliki, yaani huwezi kuelewa umeingia kwenye chumba cha nyumba ya wageni au nini. Yaani huko hata nyumba za wageni siku hizi zingine wanaweka Biblia, lakini unakuta hakuna Biblia, hakuna msalaba, hakuna rozari, hakuna Mungu Yesu hapo, Bikira Maria yupo. Yaani unatafuta alama ya Kikatoliki huioni. Mbaya zaidi, mnaingia na kukaribisha chakula, mnaanza mnanawa tu na kumega moja kwa moja, hata kwa jina la Baba halipo. Tunaishi katika maisha haya. Lazima tukubali kutetea, kuusimamia na kuulinda Ukatoliki wetu, na tunaulinda na kuusimamia kwa maneno na matendo yetu. Tusimame. Alama hizi unazo katika familia, sehemu unayokaa unazo hizi, na kama huna hizo umeweka nini, na kwa nini umeweka hizo mpaka leo? Unachukua hatua gani sasa kubadili hizo? Tukumbuke wazi na tutambue virutubisho
vya msingi kabisa au mlo kamili wa familia zetu ili ziendelee kudumu kuwa imara na katika mshikamano wa dhati, kwanza ni sala. Sala ni ya msingi kweli. Tusali asubuhi, tusali jioni. Mmeshindwa sana, kutaneni wote kama na familia, baba, mama na watoto, jioni nendeni mkasali. Na mnaposali ni sawasawa mnafunga siku hiyo, mnafanya tathmini ya siku, mnaona kuwa mmetoka wapi katika siku, mmefika wapi, mmeenda wapi, Mungu amewekea mkono katika lipi na wapi mmekosea, na nini mnachokifanya katika kuendea siku hiyo. Nafanya tathmini nzuri sana namna hiyo. Kwa hiyo sala ni ya msingi kwetu sisi sote. Kwa hiyo kama familia tujitahidi kusali sana, tujitahidi kusali sana. Lakini la pili, juu ya kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Hiki ni kirutubisho kingine chenye nguvu sana ya kuimarisha familia. Na ndio maana nimesema kuwa muwe na Biblia. Kwa sababu ukikosa Biblia, unakosa kiungo cha msingi cha kuisababisha familia yenu ikasimama. Kwa hiyo, na kusoma sio tu tunasoma hivi tunaliacha. Tunalisoma, tunaitafakari, alafu kila mmoja anatoa kile alichokitafakari kitusaidie kukua katika maisha yetu. Kwa tumuombe Mungu atujalie hiyo nafasi hiyo. Lakini lingine ni ushiriki hayo wa masakramenti. Yes, tunashiriki masakramenti, tunapokea masakramenti au tumeshayasahau na tumeacha. Tuyakimbilie hayo, na yenyewe ni kirutubisho cha msingi sana, sababu kila tunapokutana na Yesu wa Ekaristi anabadilisha kabisa maisha yetu. Ukikutana naye vizuri, umekutana naye vizuri na ukampokea vizuri Yesu wa Ekaristi, lazima ubadilike. Hutakuwa yule yule. Utakuwa yule yule kwa mavazi na kwa namna yako kutembea, lakini hutakuwa yule yule ndani ya roho. Sasa tumruhusu huyu Yesu atubadilishe. Na ndio anasema kwa tushiriki masakramenti. Unapopokea Ekaristi Takatifu, muombe akubadili, akuelekeze katika njia iliyo nzuri zaidi, ili usianguke au kuegemea katika mapito ya dunia. Na familia pia wanaalikwa kujiunga katika vyama vya kitume kwa ajili ya kukuza roho ya sala, kama nilivyosema. Kwa kitume ni muhimu, kukuze roho ya sala. Lazima mwezi kukuza roho ya sala. Kwa maana katika baba ukuta baba akienda kwenye uwaka, mama akienda kwenye uwawata, watoto wameenda au viwawa au mtoto mtakatifu, wakija kukutana jioni, kila mmoja anatoa experience yake, familia inatajirika. Ninyi mmefanya hivi au mfanya hivi, wala mfanya hivi, unakuta familia imetajirika. Mnashirikishana utajiri ambao unatokana na jambo hilo. Kwa hiyo tujitahidi sana na tujaribu sana katika maisha yetu kupeana maneno ya msingi ambayo yanamuimarisha kila mmoja wetu. Ili tujenge familia zetu, hatuna budi kutumia maneno na sentensi za kutia moyo, hata pale inapoonekana mmoja wetu ameshindwa kufikia malengo yake. Kwa mfano, naweza kuwapa sentensi kama hii: jipe moyo, karibu tena, jaribu tena, Mungu yupo anakusaidia. Kwa mtu ambaye ameshindwa, akisikia sentensi hii unamrudishia matumaini. Mwambie basi kuwa asubuhi tunaamka, tunatoka, kila mmoja na majukumu yake. Wengine wanapata majeraha katika ulimwengu. Huko kazini anapokwenda anaumizwa. Anapoumizwa anarudi nyumbani akiwa ameumia. Alafu anarudi nyumbani anakuta tena yule aliyekuja nyumbani naye anamuumiza tena. Analala na maumivu, anaamka na maumivu, anaenda kazini na maumivu, anarudi hali maumivu hivyo hivyo. Huyu mtu lazima atapasuka siku moja. Kwa hiyo sentensi kama hii, mtu aliyeumia itamsaidia: jipe moyo, jaribu tena, Mungu yupo atakusaidia. Hata kama unajua umeshindwa na umeshindwa kwa kusudi, wewe mpe faraja, jipe moyo, jaribu tena, Mungu yupo atakusaidia.
anajipa matumaini mapya na yatamuongezea nguvu ya kwenda kupambana zaidi. Au sentensi nyingine unaweza kumwambia tu kuwa haikuwa bahati yako kwa sasa, tumwombe Mungu atuongezee juhudi, tutafanikiwa tena. Mmekwama, mmekosa kitu fulani, sio tu swala la kukata tamaa na kurudi nyuma, lakini tutumie sentensi nzuri za kuimarishana. Haikuwa bahati yetu kwa sasa, tujipange upya, tujipe moyo, Mungu yupo, atatusaidia na tutafanikiwa. Au namwambia mwingine, usijali, hili litapita, na tuendelee kumwomba Mungu atujalie tena nafasi nyingine ya kurekebisha makosa yetu. Huyu mtu hata kama ameumia, akirudi akikutana na faraja za mtindo huu atapata amani. Tatizo kubwa ni kwamba wenzetu wanaumizwa huko, lakini wakirudi ndani wanakuta maumivu makubwa zaidi. Sasa ukiona kuwa mtu ambaye anakufahamu na anakuelewa anakuumiza zaidi, maumivu hayo yanakuwa ni makubwa zaidi na yanatesa sana katika jamii na katika familia zetu. Na wengi wamefikia hatua ya kuwa na hasira, kuanza vurugu katika familia kwa sababu hawapokelewi hata wanapokuwa wamefanya vizuri, hawapokelewi. Akifanya vibaya ni vibaya zaidi. Tuombe. Na pale wenzetu wanapofanya vizuri, tusikae kimya, lazima tuwapongeze. Mfano, kumwambia mtu kwa hongera, unafanya vizuri zaidi, umetuheshimisha wanafamilia wenzako, inamtia moyo apate faraja kuendelea kuheshimisha wanafamilia wenzake, kuheshimisha wanajumuiya wenzake. Lakini tukafanya vizuri, hakuna pongezi, afanye hivyo tu kimya tu, maisha bora yanaenda. Ni kutu kuthaminiana karama ambazo ametupa Mwenyezi Mungu katika familia zetu. Muombe Mungu atujalie nafasi hizi za kutambua mwenzako amefanya nini, kukubali alichokifanya. Kama ameshindwa, kumtia moyo asirudi nyuma, aendelee. Sasa tuna changamoto mbalimbali ambazo zinakupa familia ya leo, familia zetu nyingi za leo. Kwanza wakina baba. Wakina baba hawana muda na ukaribu wa kukaa karibu na familia zao. Sikitika hapa wakina baba wako wachache. Hii ndio ukweli wenyewe. Kutokana na majukumu ya kutafuta riziki, wakina baba wengi hawapati muda wa kutosha wa kukaa na watoto, kucheza nao na kufuatilia maendeleo yao ya kila siku. Kama nilivyosema mwanzo, kazi hii wamewaachia. Au wakina baba wanawaachia wakina mama, au wakina mama na wenyewe wakiona wamechoka hapo wanawaachia wakina dada wa kazi, au wanawaachia walimu shule. Hapa tunaharibu familia zetu, tusijenge. Turudie misingi ya awali ya hata ya kijamii ya jadi, jinsi ambavyo walitufundisha juu ya kukaa na familia. Baba yupo, mama yupo, na baba ana nafasi yake ya malezi, mama ana nafasi yake ya malezi, na wote ni muungano kwa pamoja. Na baba wakaribie katika swala la malezi na warudi kwa muda muafaka nyumbani ili kushiriki swala la malezi. Usiondoke usiku kabla watoto hawajaamka na ukarudi usiku wakati watoto wamelala. Wewe huna muda wa kukutana na watoto wako. Kwa watoto watakusahau. Unakusahau baba ni namna gani? Wewe tujitahidi. Lakini la pili ambalo kuna baba pia wanao ni kutoa malezi kwa kukabidhi. Kama wewe unasema makabidhi tu hapo. Mama, wewe endelea. Mimi natafuta riziki. Kwa hiyo hawana muda wa kukaa nao siku kwa siku, kuongea nao na kuwatia moyo watoto wao. Hapa tunaharibu kitu kikubwa. Ndio kwa jukumu la malezi, jukumu la baba na mama, na mtoto mwenyewe anachangia katika malezi yake. Tukikabidhi tunakosa. Pale ambapo inatakiwa lazima kwa kweli wewe haupo ni sawa, lakini upo kwa sababu tu umechelewa sehemu fulani hivi bila sababu za msingi na unaacha kuingia katika swala la malezi. Lakini kwa upande wa kina mama pia kutokana na mizigo mizito wanachoka. Kina mama wengi wa sasa wako kwenye shughuli za kiuchumi na ajira, lakini bado wanabeba mizigo mikubwa wa kazi za nyumba na malezi ya moja kwa moja.
hali inayowapa msongo wa mawazo. Na mama wengi wana msongo wa mawazo kwa sababu ya mzigo mkubwa anaokaa kazini, ana mzigo mkubwa, lakini pia katika swala la akirudi nyumbani anakuta mzigo ule uko pale pale, na baba hamsaidii, amebaki yeye peke yake, na kwa sababu hiyo basi anashindwa kuendelea mbele, anakata tamaa, anakuwa na msongo wa mawazo, mateso na mahangaiko yanaingia. Lakini la pili ni kutokujiamini, kufanya mabadiliko ya zama hizi zetu. Wakati mwingine akina mama ukubali kukabiliwa na hofu ya kupita kiasi, wanawaogopa watoto wao kuwalea, hasa watoto wa kizazi hiki kipya. Wanaogopa kuwashauri na kuwakataza juu ya vitu fulani, labda kwa sababu wao hawatumii vitu hivi. Kwa hiyo wanakaa kimya, wanaona kuwa bora wapitishe ukimya kuliko kusema. Sasa hapa tunaharibu familia yetu, kwa sababu malezi hayaendi vizuri. Sasa hizi changamoto ni lazima tuone namna ya kuzikabili na kuzitatua kwa pamoja, tukishirikiana kama baba na mama katika familia. Lakini ipo habari nyingine juu ya habari ya ushawishi wa teknolojia ya mitandao. Wanavyosema hivi kuwa inawezekana sisi wenye umri uliopita mitandao imekuja nyuma yetu, hatuna uwezo mkubwa sana wa kuingia katika mitandao ya kijamii ya sasa, lakini watoto wetu wana uwezo huu na wanaingia katika mitandao mpaka sehemu ya mwisho kabisa, mpaka ambayo inawaharibu hata kimaadili. Kwa hiyo wazazi, kuna gepu kubwa lililopo sasa hivi kati ya wazazi na watoto katika swala la teknolojia, na hiyo inawasababishia watoto kuendelea kujitawala katika ulimwengu wa utandawazi na wakubwa kuendelea kusinyaa katika ulimwengu huo na kuwacha watoto waogelee katika dimbwi la utandawazi ambao wanafika mpaka sehemu nyingine ambao sasa wanaharibu kabisa maadili ya jamii na ya kanisa pia kwa ujumla. Kwa hiyo tuone umuhimu wa kukaa nao karibu na kuwashawishi na kuona je, kwa hizi changamoto wanazopitia au hii mitandao wanayoitumia ina afya kweli kwao. Lakini pia tuko wazazi ambao tunachangia, tunawapa watoto wetu teknolojia hizi mpya, kila wanapozihitaji tunawapa, na watoto na tuangalie na tulimiti kuwa waishie wapi. Ni jambo baya pia ambao unaona kuwa hata watoto wengi kuuliza, wewe umefundishwa na nani kuingia kwa sababu kwa mama alinifundisha, kwa sababu anaingia kwenye mitandao. Upo utofauti wa misingi ya malezi. Hapo unaweza kukuta kuwa pia baba na mama wanatofautiana. Baba anakataza jambo fulani kwa mtoto, lakini mama analiruhusu jambo lile kwa mtoto, au mama anakataza jambo fulani kwa mtoto, lakini baba anaruhusu jambo lile kwa mtoto. Hapo inaleta mahangaiko katika jamii, katika familia, inaleta ukakasi kwa familia, inasambaratika. Ina watu wawili wanaotoa amri kwa wakati mmoja kwa mtu mmoja ambaye hawezi sasa ashike lipi na aache lipi. Wazazi, kwenye na msimamo, simamieni umoja na mshikamano wenu, semeni lililo moja na mlitetee hilo na mlifundishe hilo kwa pamoja, ili tutawasaidia sana kulea familia. Na juu ya mmomonyoko wa maadili, kuna ugumu wa kupambana na tamaduni za kidini au kushawishi wa mambo mabaya katika marafiki. Mtoto wetu anapoenda kusoma huko au anapokuwa nje ya nyumbani, lazima tuangalie marafiki zao ni kina nani, au marafiki zao wana afya au wanawasaidia kuwaangamiza. Tuone na tuwasaidie wakuwe hivyo. Tukifanya hivi tutaziokoa familia zetu. Lakini zaidi sana kama nilivyosema, lazima tusali, lazima tukutane, lazima tupange pamoja, lazima tutembee pamoja. Na tutembea pamoja tutazuia milango mingine isiyo ya lazima. Hii ya kuachana hii ndio inayosababisha kuna mwingine kutokana na mawazo hayo mengi na anataka kutatua tatizo ndani ya familia, anaenda kujiingiza kwenye mkopo wa kausha damu.
na huo mkopo unamtesa, kwa sababu ili sasa akiona kuwa anadaiwa sana, anaingia mkopo mwingine tena wa ushahara, ili akope kule arudishe huku kule, na mwenyewe anadaiwa, na itakuwa anaendelea anadaiwa sehemu 3 au 4 mpaka anakata tamaa. Na ukishakopa namna hiyo, unakuja nyumbani, baba anakuuliza, unaomba msaada kwa baba, unauza hivi, wewe wakati unakopa huo mkopo ulinishirikisha? Sina mpango nao. Sasa hapo ukakasi unazidi kuendelea katika familia. Lakini kama tuna utamaduni wa kukaa pamoja, kupanga pamoja, kuongea pamoja na kusafiri pamoja kama familia, hata kama ukigao ni mkopo wa kausha damu, mtakuwa mmeingia wote. Lakini akiingia mmoja kuingia, basi utaleta mahangaiko na mateso. Tuogope sana vitu hivi ambavyo vinaweza kuwa ni chachu ya kuharibu familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Simame kwa Mwenyezi Mungu maombi yetu. Mungu wapendwa, mtolee Mwenyezi Mungu maombi yetu, tuamini wazi kuwa atatusikiliza na kutujalia hayo ambayo tunahitaji. Pokea tukuomba utusikie. Utupe moyo wa mapendo kama mama yetu Bikira Maria. Twakuomba utusikie. Utuepushe na dhambi za kujitenga nawe kama ulivyomkinga Bikira Maria na dhambi ya asili. Twakuomba utusikie. Kwa maombezi ya Bikira Maria aliye salama ya wagonjwa, uwasaidie wagonjwa wa mwili na wa roho. Twakuomba utusikie. Kwa sala za Bikira Maria kimbilio la wakosefu, wahurumie wakosefu wanaokukimbilia. Twakuomba utusikie. Kwa msaada wa Bikira Maria aliye msaada wa Wakristo, wasaidie waamini wote. Twakuomba utusikie. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, Malkia wa amani, wajalie mataifa yote amani na raha. Twakuomba utusikie. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria aliye Malkia wa ulimwengu, utupokee na ututetee na nchi, mafuriko, matetemeko, Bwana. Twakuomba utusikie. Upokee kwako mbinguni wale wote waliotutangulia, pamoja na maombezi ya watakatifu wote. Twakuomba utusikie. Naomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Bwana, tunakusihi upokee sala zetu pamoja na matoleo ya dhabihu, ili kwa maombezi ya Bikira Maria mwenye heri, mama wa mwanao, sala zetu zisikilizwe nawe, wala maombi yetu yasiwe bure, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye alimchukua mimba mwanao wa pekee hapo Roho Mtakatifu alipomfunukia kwa kivuli chake, na pasipo kupoteza utakatifu wa ubikira wake aliuzalia ulimwengu mwana wa Mungu Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu azama yako, enzi ukuabudu na mamlaka ukupigia magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na maserafi wenye heri wakuadhimisha pamoja kwa shangwe. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, ukisema kwa sauti yao nyenyekevu.
Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusane na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaya na msaidizi wake Baba Askofu Wilbrod Kibozi na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake wewe Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunavyokutukusia. Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wako ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu nawapa,
usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Naishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
sisi tunaofurahia kumbukumbu ya Bikira Maria mwenye heri, uweze kumwiga huyo bikira katika kulihudumia vyema fungu la ukombozi wetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sifu Yesu Kristo. Wapendwa waamini wote, mapadri wetu, watawa wa kiume, wa kike, walelewa katika ngazi ya utawa, na familia wote ambao tumejumuika hapa, na kwaya, Mungu ni mwema Kila wakati. kila wakati. Mungu ni mwema. Basi nimeomba nitoe baraka, lakini nataka niseme ndogo, alafu tutatoa baraka. Siku kadhaa zilizopita, sikumbuki kama ni mwaka huu au ni mwaka jana, nilikutana na mama mmoja ambaye alitoa ushuhuda kuhusiana na mwanaye, kijana wake ambaye alikuwa hapendi kabisa kusali kwa Dar es Salaam, hapendi kabisa kusali, wala hataki kwenda kusali, na mama yake amefanya jitihada kubwa, lakini ilikuwa haiwezekani. Basi alishiriki kongamano na hao mapadri ambao wanafanya kule Vikindu. Huyu mama sasa, siku ambayo mama alipaswa kwenda hakwenda, lakini mtoto wake huyo alipenda kwenda kuona kuwa hivi mama yake alikuwa na kuendaga kuna nini, akaenda. Alipoenda kule, basi pamoja na kushiriki mambo yote, akanunua kitabu ambacho kinaitwa Hujakataliwa, You Are Not Rejected. Vipo tafsiri mbili, ya Kiingereza na Kiswahili. Akarudi akakisoma. Alipokisoma hayo aliyomkuta humo ndani, aligeuka moja kwa moja. Amina. Na akaniambia ilikuwa sasa, yeye hakuwa na uhakika sana, sema hicho kitabu ni kizuri sana na huwa kinapatikana. Mimi nikakitafuta, baadaye nikakipata vingi zaidi na vitabu, mimi nikagawiwa watu, nilisoma kitabu You Are Not Rejected, Hujakataliwa. Sasa leo nimebahatika kukutana na mtunzi wa kitabu hicho, kuwa Hujakataliwa. Mwanzoni naomba nimtambulishe huyu, ndio ametunga hicho kitabu Hujakataliwa, na ukikisoma hutajilaumu, utaona kuwa wewe hujakataliwa hata katika changamoto mbalimbali. Ningependa tu mimi niwashirikishe hilo kuwa ni ushuhuda nilioupata, na mimi nikakisoma, na mimi nikajikuta kuwa kumbe sijakataliwa. Lakini na imani hata wewe ukikisoma utaamini kuwa wewe hujakataliwa. Basi sasa niwabariki tu, mkiamini kuwa nawapa baraka watu wasio ambao hawajakataliwa, na unaondoka nyumbani ukiwa hujakataliwa. Usisahau kwenda kanisani kesho, kwa sababu wewe hujakataliwa. Inaweza upendo kwa sababu wewe hujakataliwa. Asanteni sana na nawashukuru wote. Bwana awe nanyi.
Baba